Na warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha una subscribe. Tunaona kumekuwepo na migongano ya hoja, ambapo tunaona baada ya Harmonize pamoja na AY kuingia katika tuzo za Grammy, na tunaona ni mafanikio makubwa, yani ni kama wasanii wengine kule Marekani wanavyosubmit kazi zao kwenye tuzo za Grammy. Sasa imetokea bahati katika karia ya muziki ya Harmonize, na ni msanii mchanga ukilinganisha na AY ambaye ni msanii mkongwe. Tunaona Mr Pimbi amemjia juu Diamond, Harmonize, Mario na wengine kibao kwamba mnaferi wapi kuingiza kazi zenu katika tuzo za Grammy. Ukizingatia ni kwamba AY amefanya kazi na Harmonize nyimbo ya Simuoni, tumeona imeingia katika Recording Academy, na tayari tuzo hizo zitafanyiwa au si bana upembuzi yakinifu kujua kwamba ni nani atengeka kwenye nomination. Lakini pia tunaona ni kwamba zina process nyingi, lakini pia tuzo zenyewe zinatoka Februari mwakani, yani Februari 2 mwakani, yani manake 2026 tutakuja kutazama tuzo hapo, au sio bana, kuhusiana na hizo tuzo au sio za Grammy. Kwa kama kuna mmoja ama nyingine Harmonize au sio bana, kwa mmoja ama nyingine ataweza kuchukua tuzo ya Grammy, manake ni ushawishi mkubwa wa AY katika kufanikisha hilo jambo. Sasa baada ya Mr Pimbi kuzungumzia kuhusiana na hilo jambo kwamba wasanii wengine wamefeli wapi, kwa nini Harmonize amefanya kazi kali. Mfano ukiangalia Single Again au subana, tumeona nyimbo kibao zimetoka. Ametoa nyimbo na Abigail Chams, Lala, ametoa Furaha, ametoa kazi kibao. Sasa inakuaje amefeli? Amefeli vipi? Kwa nini amefeli yeye afa kaweza AY? Maanake shida iko kwa msanii. Kwa nini aweze AY yeye pia ashindwe? Kwa hiyo kwa mmoja mwingine ni mtazamo ambao kwa mmoja mwingine nikaona niweke hapa kutokana na jinsi ambavyo yeye analichukulia kwa uzito mkubwa sana, kwa sababu tunaona wasanii wengi inaonekana ni baili sana inapokuja swala la uwekezaji au subana, lakini pia katika ubunifu kuchukua tuzo inabidi watu wawe makini sana. Kumbuka AY ishachukua tuzo nyingi sana za kimataifa kipindi hicho. Kwa sasa hivi ni kama anaifunguzia tena rekodi nyingine. Kama ataweza kuchukua tuzo hii, basi italeta heshima kubwa sana katika muziki wa Bongo Flava, lakini pia heshima kwa Harmonize. Sasa ndo hapo swali likawa ni gumu kwa Harmonize. Imekuwaje? AY ameweza, wewe umeshindwa. Wakati unafurahia, unajua furaha ya Harmonize, hata ukifuatilia katika ukurasa wake wa Instagram tunaona Harmonize Konde Boy yeye mwenyewe alizungumza hivi kwamba it might not be today or tomorrow but we are almost there, let's keep pushing, let's go, let's talk more music, love, napenda hichi kizazi. Sasa hayo ilikuwa ni furaha ya Harmonize, kwa sababu tunaona ulikuwa na ujumbe wake baada ya wimbo wake kufika au subana kufika. Kwa hiyo tunaona hiyo ni category ambayo Harmonize ameingia pamoja na AY kwamba Best African Music Performance au subana, Best African Music Performance, ambapo tunaona nyimbo mbili, kuna moja Wanganeka pamoja na Simuoni. Sasa basi tunaona mashabiki walimpongeza sana Harmonize kwamba kwa moja ama nyingine iko vizuri. Mwingine kaandika unataka Grammy na kila kukicha unaimba nyimbo za CCM, kwamba unaimbia nyimbo CCM. Kwa hiyo posti yako ni kichwa chako sio Grammy, au inaonekana umeumia kwa akili yako ndogo. Naamini Grammy wanaijua CCM au Chadema. Watu wengine bana umesema wewe mwalimu wako wa Kiswahili ni nani? Ipunguza jazba. Kwa ndio kwenye Single Again aliumiza ngoma ikaenda. Sasa hii ya kubeba Grammy angeacha masuala ya chama, andiki kama kipindi kile ya Focus. AY akamwambia we gonna make it happen my young brother Harmonize.
Jamani wasanii wetu wanaenda kutoa nao Grammy bwana. Kipengele kinakuja, nani wa kuwapigia kura? Nani wa kuwapigia kura? Au sio bana? Mwingine anasema kwamba akiimba kingeli anakiwasha sana Bombo Kla. Mmoja akasema kwamba kupitia ukurasa wa Instagram akaandika kwamba Grammy huwa ni kwa hapa. Sijaelewa hizo nyimbo zimeingia Grammy au hebu niambie imekuwaje? Hapo ni mchakato awali. Baada ya hapo watapenya, basi wataingia kwenye nominee. Sasa kumbe kazi ipo hapo, tuwape sifa yao wanayotaka, lakini kwa NTZ hakuna nyimbo iliwahi kuingia Grammy. Ni hizo yani kwa kuwa mchakato wa awali. Hiyo ni submission accepted, yani zimekidhi standard, so zinaweza kuwa included kwenye nomination. Ni big step forward, kwa maana yake kwenye kinyang'anyiro bado hazijaingia, au vipi bana? Hazijaingia. Mwingine akaja hapa akasema utaelewa tu kiongozi. Mwingine akaandika wamesubmit na bado hajawekwa popote kwenye ushindani. Hiyo ndio step ya kwanza, so anaweza akawa nominated au ukaona kimya. Kwa hiyo unaweza ukaona wameingia nominated au wakawa kimya. Umesema hii verse uliandika sana, best melody Harmonize, kwani Pididi anasemaje? Au sio bana? Mwingine akasema kwamba tuondoke Makonde. Mngesema mnaojua English, kwani hapo Grammy wanasemaje? Harmonize alisema you can win Grammy but just by greeting. Watu walimjia juu. Fact ni kwamba the bro was right. Look for who expected Fid Q to be considered the Grammy because many are submitting their best one but not all are being considered. Najua hatuelewani. Yani hapo moto unawaka na uso bana. Keep it up, kubali na kukubali sana Harmonize. Sasa ukija kwa upande wa Mr Pimbi, mashabiki pia wakaja hapa kutoa maoni yao. Nitakusomea haraka haraka kwamba imekuaje. Mmoja akaandika kwamba siasa imekushinda. Sasa kwa maono yako AY na Harmonize anafanya vizuri nao kuingia kwenye hizo tuzo, muda mwingine kujuana tu na watu. Connection mzee, hakuna Grammy itakao kuja hapa Bongo. Kawaida Harmonize kafurahi alianza kwa Abby Chams, hiyo kwa AY yuko hapo hapo tu, ila vipimbi pia siku hizi wananunua na pesa mzee. Yani game sasa inanunua kwa pesa. Connection tajiri, mbona vitu simple tu. Brand AY heshimiwe, jamaa kajipambanua kitambo sana. Wewe unaongea nini kwani? Ani hao watu moja ya dalili ya ushamba yako kutokujua mziki, ajifunze kwanza ndipo uongee. Kwa hiyo ajifunze sasa Mr Pimbi ili aje aongee na sio kumkandia Harmonize na wasanii wengine wanashindwaje kuingiza nyimbo zao katika tuzo za Grammy. Dondosha maoni yako kisha na subscribe.